يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunakutana leo hii katika kipindi hiki muhimu kabisa na mada hii muhimu kabisa, mada ambayo inasema tauhidu awalan. At-tauhidu awalan, kwa maana ya kwamba tauhidi ni jambo la kwanza kwa Muislamu, na insha Allah taizungumza mada hii kwa umuhimu wake, kwamba tauhid ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawajibishia waja wake wawe ni watu wenye kufanya tauhid. Sasa kitu gani ambacho biidhnillahi ta'ala tutakuwa tunajifunza katika somo hili, katika mada hii, ni jambo la kufanya tauhid. Nukta ambazo tutakazochukua leo hii biidhnillahi ta'ala, nukta ya kwanza itakuwa ni kuelewa hii tauhidi hasa maana yake nini. Kisha insha Allah tutaangalia umuhimu wa hii tauhid. Tukianza, ndugu yangu mtazamaji, tunapozungumza tauhid, ni neno la Kiarabu linalotokana na neno la lugha ya Kiarabu, maana lenye kusema wahada. Wahada yuwahidu, na maana yake hasa wahada yuwahidu, maana yake ni kukifanya kitu kuwa ni kimoja au kipekee. Na ndio tutaona katika maana yake ya kiistilah au wanazuoni wanazungumza maana ya tauhid: al-imanu biwahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuamini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mpekee, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yu pekee. Na hapa upweke huu upo katika mambo matatu makubwa ambayo wanayozungumza wanazuoni. Jambo la kwanza ambalo wanazungumza wanazuoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mpweke ni fi uluhiyatihi, katika uungu wake. Jambo la pili, rububiyatihi, katika ulezi wake. Na jambo la tatu, fi asmaihi wa sifatihi, katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya mambo matatu ndiyo yana maana ya tauhid, kwa maana ya kwamba tunamfanya Allah subhanahu wa ta'ala ni mpekee, anahusika tu na uungu, anahusika tu na kuabudiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anahusika na majina maalum
na sifa maalum ambazo ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo, ndugu zangu katika imani, tukiangalia tauhidi kwa maana yake pana ni kwamba tunampwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu, tunampwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo tunampwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake. Haya insha Allah tutaelewa vizuri katika mtiririko wa mazungumzo yetu haya biidhnillahi ta'ala. Tuanze kwanza, tuangalie nini umuhimu hasa wa mada hii au somo hili la tauhid, au nini umuhimu wa tauhid kwa Muislamu hasa. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, linaloonesha umuhimu wa tauhid ni kwamba Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa wa arsala al-anbiyaa war-rusula min ajli tauhidihi wa ibadatihi, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe na ametuma mitume kwa ujumla wao kwa lengo hili la kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ndio lengo ambalo kwamba kwa lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume wake, na kwa lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameumba viumbe wake. Na hapa tunapata ushahidi wa haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wama arsalna, Mwenyezi Mungu anasema hatujatuma kabla yako e Muhammad mtume yoyote. Hajapata Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma mtume yoyote kwa umma wote, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa wahi, alimpa ufunuo kwamba awalinganie watu wake kwamba la ilaha illa ana, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ana, yani anasema yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba ni mimi, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduni. Kwa hiyo akasema Allah subhanahu wa ta'ala hivyo, niabuduni mimi tu peke yangu. Hii inaonesha kwamba vipi Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume wake kwenye jambo hili kubwa la tauhid, kuonyesha uzito wa tauhid. Na neno ma arsalna illa wanasema ina maana ya kwamba kuna maana ya kitu kwenye lugha wanachokiita alqasru, na kasru maana yake kwamba kule kutumwa kwao mitume wametumwa kwa kazi moja tu kubwa, si kwa jambo lingine isipokuwa kwa kazi ya kuwalingania watu kwenye tauhidi, kwa maana ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sijaumba majini wala watu isipokuwa waniabudu mimi. Na neno liya'buduni, waniabudu mimi, maana yake kama anavyosema sahaba mkubwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, liyuti'uni, ili wanitii mimi tu, yani wamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ina maana pia an yuwahiduni wa ya'buduni, wanipwekeshe na kuniabudu mimi peke yangu. Nukta hii ndugu zangu katika imani, kwa nukta hii tunaelewa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe wake wote. Sababu ya kuumba, yani kuumba majini na watu, ameumba majini na watu, sababu ya kuumba ni kwa ajili ya tauhid, yani kwa ajili ya kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na mtu yoyote.
Lakini jambo lingine ambalo linaonyesha umuhimu wa tauhid, ndugu zangu katika imani, tauhid ni a'dhamu wajibin ala al-ibad, ni wajibu mkubwa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawajibishia, amewalazimisha waja wa utekeleze wajibu huo. Wajibu huu ni kumtekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia huu ni wajibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataka mitume wake waanze kulingania kwa wajibu huu. Awwal wajibin ala al-ibadi wa awwalu ma yad'u al-anbiya'u ilayhi, ni wajibu wa kwanza na ni jambo la kwanza pia ambalo mitume wametakiwa walinganie kwenye jambo hili. Na hili ndugu zangu katika imani tunaliona katika hadithi nyingi na mafundisho mengi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biidhnillahi ta'ala, baada ya mapumziko mafupi tutarudi na kuangalia nukta hii muhimu kabisa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiqa was-sadada. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya. Tumerejea, tumesema katika umuhimu wa tauhid ni kwamba huu ni wajibu wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawajibisha viumbe kwenye wajibu huu, kwa maana amewalazimisha viumbe kutekeleza wajibu huu. Lakini pia ndio jambo la kwanza ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha mitume wake kutekeleza katika kazi yao ya ulinganiaji. Haya ndugu zangu katika imani, tunaona katika hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari. Anasema mtume katika hadithi hiyo alipomuuliza Muadh bin Jabal, akamwambia, ya Muadh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? E Muadh, je, wajua ni ipi haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, na wao waja wana haki gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumuuliza hivyo Muadh alisema, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajua zaidi nini haki ya kutekeleza waja kumtekelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ana haki gani baada ya wao kutekeleza haki hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah awalipe nini kwa haki hiyo? Hapo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamwambia, haqqullahi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba wamwabudu yeye peke yake, wala wasimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Na hii ndiyo tauhidi iko hapa. Nukta hii tunaona kwamba haki ya kwanza, wajibu wa kwanza ambao wamelazimishwa waje wautekeleze ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na ndiyo maana ya kutomshirikisha, na ndiyo maana ya tauhid, ndiyo maana ya tauhid. Lakini katika hadithi nyingine ambayo inamuhusu sahaba huyu Bilal au sahaba huyu Muadh bin Jabal, pale Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alipomtuma kwenda Yemen kuwalingania watu, alimwambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumwambia mjumbe wake huyu ambaye aliyemtuma, ambaye ni Muadh bin Jabal, alimwambia, faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah,
awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, kwamba unakwenda Yemen. Na taban Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfafanulia kwanza watu anaokwenda kuwalingania kwenye Uislamu ni watu ambao si Waislamu, hawajasilimu bado, ni manasara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, jambo la kwanza ambalo utakao walingania wao ni kusema la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah ndio tauhid, ndio tauhid. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo wamelitekeleza mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umma, wamewajibishwa kutekeleza kwa umma, ni kuwalingania kwenye kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tunaona pia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakika tulituma katika kila umma, tulimtuma mtume na lengo au maudhui au mada au jumbe waliobeba kwa umma wao, kwa wale waliotumwa kwao, aniibudu Allah, muabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajitanibu taghut, na jiepusheni na taghut. Na taghut maana yake kullu ma ubida min ghairi Allah, kila kile ambacho kinachoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ndugu zangu inatufundisha na inatuelekeza ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndiyo ina maana kwamba ni kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudullah maana yake muabuduni Allah, wajtanibu, na epukeni. Hii ni amri ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amri ya tauhid, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anapasa aabudiwe yeye tu peke yake, wala kisiabudiwe kingine kisichokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye aya hii kimeitwa taghut, kila kinachoabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kinachopelekewa haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaelekezwa kwa hicho kitu, hicho kinaitwa taghut. Inawezekana ikawa ni sanamu, inawezekana ikawa ni mti, inawezekana ikawa ni maji, kitu chochote kile ambacho kinaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo inaitwa taghut. Ndugu zangu katika iman, katika mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na umuhimu wa tauhid, annahu awwalu ma yus'alu anhu al-abdu fi qabrihi. Pale mtu anapokufa akaenda kuzikwa, akaingizwa kabrini, watu wakiondoka, basi jambo la kwanza ambalo anaulizwa huyu mja pale kabrini, ataulizwa kuhusu tauhidi, kuhusu kumpwekesha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii imekuja katika hadithi ndefu, hadithi ya sahaba Bara ibn Azibi radhiyallahu anhu, na ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea maisha jinsi yatakavyokuwa kati ya mtu ambaye amekufa hali ya kuwa ni mu'min na mtu amekufa hali ya kuwa ni ghairu mu'min, kwa maana sio Muislamu. Hapo Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika hadithi ndefu kwamba huyu mu'min atarejeshewa roho yake, tuadu ruhuhu fi jasadihi. Halafu baada ya hapo taatihi malakani fayujlisanihi, watamjia malaika wawili. Hawa malaika wawili watamweka kitako, watamkalisha chini kwa ajili ya kumuuliza maswali yatakaomuuliza. Watasema kumwambia yeye, man rabbuka, ni nani mola wako mlezi? Fayaqulu rabbi Allah, atasema mola wangu ni Allah.
Fayaqulani lahu, watamwambia ma dinuka, dini yako ni ipi? Atajibu na atasema dini yangu ni Uislamu. Watamwambia tena kumwambia yeye kuhusiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na mtume watamwambia ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu mtu ambaye aliyetumwa kwenu? Atasema kwamba huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, huyo ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na amani zimfikie. Watamuuliza ma amaluka, atasema qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu, atasema kwamba nimesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na nimekiamini na kukikubali kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya maswali hayo ataita mwenye kuita na kumwambia kwamba an sadaqa abdi. Haya maneno yatasikika kutoka mbinguni kwamba mja wangu amesema kweli. Faafrishuhu min aljanna, kwa hiyo mtandikieni, afrishuhu, mtandikieni tandiko la peponi. Katika kaburi lake atatandikiwa tandiko zuri, kama ni zulia zuri linalotoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa albisuhu min aljanna, na pia mvalisheni mavazi yanayotoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango kuelekea katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa atasema huyu mja, rabbi aqimi saa hatta arjia ila ahli wa mali. Ataomba pale kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kusema kwamba ewe Allah, kisimamishe kiyama ili nirejee kwa ndugu zangu na mali zangu. Ushahidi wa maneno haya tuliyazungumza hapa pote, haya maneno yote haya ni kwamba swali la kwanza ambalo atakaulizwa mja pale atakapokuwa amekufa na akazikwa katika kaburi lake, basi ataulizwa kuhusiana na tauhidi, man rabbuka, ndio swali la kwanza. Hili swali ataulizwa mja mwema na pia ataulizwa mja ambaye sio mwema, na hadithi inafafanua kwamba yule mja ambaye sio mwema, ambaye hakutenda mema hapa duniani, ambaye alipinga yaliyoletwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, amempinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akuamini wala kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kitakachotokea kwake baada ya kuwa amezikwa, akiulizwa maswali haya, hata kama kwamba alikuwa akiyafahamu hapa duniani, hataweza kuyajibu maswali haya. Kuwa makini ndugu yangu, kuwa makini sana 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 na swala zima la tauhid. Tauhidi ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia na kutuelezea umuhimu mkubwa wa tauhid katika hadithi hii ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tauhidi ndugu zangu katika imani ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini umuhimu wake ni mkubwa mno. Umuhimu wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa mno. Tumeona ni almuhimmatul ula, ni kazi ya kwanza ambao wametumwa mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutumwa kwa wale watu wao ambao waliotumiwa kwao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuumba viumbe isipokuwa ameumba ili wamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya tuliyosikiliza kuhusiana na tauhidi na umuhimu wa tauhidi, yani maneno ambayo yamefungua mioyo yetu kwenda kutilia umuhimu swala hili la kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na biidhnillahi Ta'ala tutaonana mara nyingine katika liqa nyingine, kikazi kingine kama hiki, tukielezea tauhidi na umuhimu wake. Lakini insha Allah darasa ya pili itazungumzia matunda na fadhila kubwa zinazohusu tauhidi ya kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya